Asante kutupa neema nyingine tena mchana. Tunajiunga tuna wale wazee 24. Tunaungana tuna wale wenye uhai wane. Ili kwamba ule utukufu, heshima, sifa, uwezo na mamlaka ishe tu kwako Mungu mwenye enzi. Baba, tunaweza kukosa maneno ya kukuinua wewe, lakini unabaki Mungu wa kuinuliwa. Sisi tunaweza kunyamaza, lakini unabaki Mungu unayestahili kuabudiwa. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Asante kwa kundi hili ambalo umeleta. Baba, tunakuheshimu kwa kabisa kwa kazi ambayo umefanya kwetu Golgotha. Yesu unaenea, Baba unaenea, ile ambayo mwanadamu mwingine hasingalifanya. Maana hata mbingu zimebaki kimya, wewe mtakatifu, mtakatifu, lakini wewe umejitoa kwa ajili. Kristo, tunakuheshimu. Masia, tunakupa utukufu wote. Tunasema asante kwa siku hii njema. Roho wako atembee katika mkutano huu, kugusa, kuponya na kuokoa. Yesu Kristo, tembea kwenye mkutano huu wote, gusa, badili na uokoe. Baba, tunakiri pamoja na malaika watakatifu, pamoja na wale wazee 24 na wale wenye uhai wane, malaika na malaika wakuu, makerubi na maserafi, tunakiri, tunasema waenea Bwana. Yesu Kristo, unaenea na unatosha kwetu. Wewe waenea hakika, Mungu wetu. Father, I thank you for this wonderful team. I thank you for this that you have raised. May the spirit of worship flow more and more. May the spirit of worship flow more and more. Rise, oh Father. Push them higher and higher more. Higher and higher, Jehovah. Not only for PFPC, but for the entire Adelaide, for the entire Australia, for the entire world. Father, we thank you.
We honor your holy name. In Jesus' name. That was great. Amen. I pray that the Lord increase the flow of worship. Amen. Revival choir, Bwana sifiwe. Amen. Revival choir, Bwana sifiwe. Revival choir, praise the Lord. Amen. Amen. Kila siku hazikwake sawa. All days are not the same. Siku nyingine nyenjo mnatupeleka kwenye maabudu. Leo Bwana alitaka Hope Generation nyenjo tupeleke kwenye maabudu. Some days you take us through the Amen. Revival choir, Bwana sifiwe. Revival, praise the Lord. Kusudi musiende mujivune. So that you will not go out there and boast. Musiende mnajivuna sasa nyenjo mnatupeleka tu kwenye maabudu. Don't be proud of yourself that it's only you who can take us. Bwana ni technician. God is a technician. Amen. Amen. Revival choir, Bwana sifiwe. Praise the Lord, revival choir. Amen. Munisamehe. Please forgive me. Amen. Amen. Mchungaji anapaswa sema kweli mara mingi sasa. Pastor must speak the truth every time. We have started 5 weeks ago the book of Revelation. Wiki tano zilizopita tumeanza kitabu cha Ufunuo. And today again we are up to that symbol. Na tena leo tunaendelea katika hiyo somo letu. I do believe that the Lord has enlightened your mind. Na naamini kwamba Mungu amekupatia mwangaza katika mawazo yako. For that book that so many of us have feared to read. Katika kitabu hicho ambao watu wengi wameogopa kukisoma, but I can tell you it is a great book. Lakini nataka nikwambie kwamba ni kitabu kizuri sana. Amen. Amen. And teachers we need to teach about it. Walimu sharti tuwafundishe kuhusu hili kitabu because it is a key. Kwa sababu hiyo ndio ufunguo. In the entire Bible, katika Biblia yote nzima, it is a key for preparation for the return of Jesus. Huo ndio ufunguo ambao unawasaidia na kuongoza kanisa, kutayarisha kanisa kwa kurudi kwa Yesu. If we try to skip it because we don't want people to be worried, tukijaribu kukimbia ili kwamba watu wasiwe na woga, we are bringing the church in hell. Ni kwamba tunapeleka kanisa kuzimu. Amen. Amen. Now quickly, chapter 1 talked about Jesus and John presentation. Hiyo ya kwanza imesema kuhusu Jesus and John presentation. Yesu na Yohana presentation. Kujijulisha. Amen. Amen. Chapter 2 and chapter 3 talked about the 7 letters to the churches. Na hiyo ya 3 na 4 naongea kuhusu vitabu 7 kwa kanisa, kwa makanisa 7. I told you it's not only the 7 churches in Asia Minor anymore. Na nimekwambia kwamba si kwa makanisa yale 7 peke yake tu. The Lord has described in a general way the status of the church today. Kuna jinsi Mungu ambaye ameifunua kwa ajili ya kanisa lote nzima kwa siku ya leo. And remember that number 7. Na kumbuka kwamba hiyo neno namba 7, it's completeness. Ni so when the Lord sent the message to 7 churches, wakati Mungu anatuma ujumbe kwa makanisa 7, that's mean for all the churches. Ni kwamba ni kwa makanisa yote. Amen. Amen. Now chapter 4, hiyo chapter yake ya 4, I can remember that day I said I didn't want to mix it with any other chapter. Nakumbuka sikutaka kuichanganya pamoja na machapter zingine, because the Lord brought it to me as a special chapter for worship. Kwa sababu Mungu ameleta kwangu kama special ya kuabudu Mungu. And I can feel that flow from that day we did that chapter until today. Na ninasikia kumiminika kwa tangu hiyo siku tumezungumza leo. We joined ourselves together with the angel to worship. Na kutoka siku hiyo tumejiunga pamoja na wamalaika kutoka hiyo kitabu cha 4. Every Sunday you can feel that the worship is a bit different. Kila Jumapili shetu tunatambua kwamba kuna hali ya mabudu ya kipekee. And you know now the secret. Na unajua sasa siri. Even when you are down, hata kama uko chini, even when things are not going hata wakati mambo hayatembei vizuri, just take a time to worship.
Chukua muda wako upate kumwabudu Mungu. Just worship. Abudu Mungu. What you do when you worship, kitu ambacho unachokifanya wakati unapomwabudu is you bring yourself to that mighty power, ni kwamba unajiinua katika utukufu huo, and that power which is great, na nguvu hizo ambazo ni za ajabu, reflect back the power on you, na zinakurudishia tena huo utukufu. Amen. Amen. And things can solve themselves even if you didn't do anything. Na mambo yanaenda yakijiandaa mwenyewe na kujitayarisha yenyewe. If you drop yourself into worship, ukijiingiza katika maabudu, you realize that things that were hard, utakuja kutambua kwamba mambo ambayo ilikuwa nguvu are solving themselves. Na ikijipatia suluhisho peke yake. They are not solving themselves. Inajipatia suluhisho peke yake. The one that you worship, ni yule ambaye unayemwabudu, is solving them. Ndiye anakupatia suluhisho Amen. shida zako. Amen. This is very different on the way we think. Na hiyo ni tofauti na mambo na jinsi tunavyofikiria. Because when a problem comes, wakati shida inakukujia, we tend to put our solution into it. So tunajaribu kuleta suluhisho ya hiyo shida. When we forget about the one who is above. Na tunamsahau yule aliye juu ya yote. If we could reverse the equation, kama tunaweza kurudia tena ulizo, we are facing a problem, tunakutanana na shida, don't fight and go through it. Usipigane na kukupitia ndani. Look from above. Inua macho yako juu. Worship, praise and call him. Mwabudu na kumtukuza na kumuita. And let him solve it. Mwacha kupatia suluhisho. Amen. Amen. It doesn't matter how long it takes. Haijalishi itachukua muda gani. You move into the worship. Wewe tuingia katika maabudu. I praise the Lord for all the choirs. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kwaya zetu I can zote. feel that even Unity choir. Nasikia hata katika kwaya yetu ya Unity. I can see the Lord moving. Nasikia au naona kwamba Mungu yuko anatenda. It comes from that day you were singing at 2 here. Si nikifikiria hiyo siku walikuwa wakiimba wawili hapa mbele. And how the Lord is raising you. Na jinsi Mungu anaendelea kuinua hadi leo. We have all the reason to say praise God. Tunakuwa na sababu ya kumwambia Mungu Bwana aitwa asifiwe. Amen. Amen. Revival choir, I know this can hurt some of you. Revival choir, najua hili linaweza likawavunja moyo wa moja, but you are more than a choir. Lakini ninyi ni zaidi ya kwaya. Amen. You are more than a choir. Ninyi ni zaidi ya kwaya, si kwaya peke yake. Now the Lord has promised us to take over the entire Australia. Mungu ametuahidia kwamba tuchukue Australia yote nzima. I don't want to discourage you. Sitaki niwavunje moyo, but I can tell you, lakini nataka nikuambie hivi. Swahili will not bring us far. Kiswahili cha kitupeleke mahali popote. Amen. Amen. You forgive me if you are hurt by that. Utanisamehe ikiwa unavunjika moyo kwa ajili ya hiyo. What we do when we are too much into Swahili, kitu ambacho tunachokifanya wakati tunaingia sana kwa Kiswahili, we are limiting ourselves. Ni kwamba tunajifanyia mipaka. Amen. Amen. Now we need to look far. Sharti tutazame mbali zaidi. Where is the Lord bringing PFPC in the next 5 years? Mungu anapeleka kanisa hili wapi kwa miaka 5 ambayo inayokuja? And how are we transitioning ourselves from point where we are, na jinsi gani tunavyojitoa mahali ambapo tulipokuwa na kwa hiyo step nyingine ambayo Mungu anatupeleka ndani. Amen. Amen. So I pray that revival choir, you need to understand this. Revival kwa sheti na naomba muelewe hiki. Women group, Bwana sifiwe. Wamama, kikundi cha wamama. Bwana sifiwe. Praise the Lord wamama. Well, I know it will be too hard to ask you to start talking too much English. Najua itakuwa vigumu sana kwenu kuanza kuambia msemeseme Kiingereza. But let me tell you. Lakini acha niwaambie hili. The Lord is bringing to you women who don't speak Swahili. Mungu atawaletea wamama ambao hawaongei Kiswahili. Now you need to deal with it. Sherti mjue mtafanyaje. Amen. PFPC women, Bwana sifiwe. Amen. Watu wa PFPC, praise the Lord. Amen. Amen. Now let's go back in the book of Revelation. Acha turudie katika kitabu chetu cha Ufunuo. Today we touch on chapter 7 and chapter 8. Leo tutasoma hiyo sura yake ya 7 na sura yake ya 8. Last Sunday we talked about chapter 6. Jumapili iliyopita tulizungumzia kuhusu ile sura yake ya 6. It was chapter 5 and chapter 6. 5 na 6, hiyo sura yake ya 5 na 6. And 3 weeks ago it's when we started this move of the worship. Na wiki mbili iliyopita ndio tulianza hii chapter 4. Kuabudu Mungu ilikuwa katika sura yake ya 4. So chapter 4 relies about the worship in heaven. Ile kitabu sura yake ya 4 inazungumzia kuhusu maabudu mbinguni. Chapter 5 and chapter 6 hiyo 5 na ya 6
starts talking about the 7 seals. Inazungumzia kuhusu hizo mihuri 7. To understand them, I told you last week, kukuelewa niwaambia kwamba kwa wiki iliyopita it's hard for you to understand chapter 5 and chapter 6. Ilikuwa vigumu sana kuelewa hiyo sura yake ya 5 na ya 6. If you don't go back to Matthew chapter 24. Kama uingie katika kitabu cha Mathayo 24. Because there are similarities of event there. Kuna kufananishwa katikati ya hizo chapter 2. Now, the 7 seals has passed. Mihuri 7 imepita. Last Sunday we spoke about the 6th seal. Na Jumapili iliyopita tulizungumzia hizo 6, mihuri 6. And I can remind you quickly. Nataka niwakumbushe tena haraka sana. The first seal, muhuri wa kwanza, spoke about a white horse. Ilikuwa nazungumzia kuhusu farasi nyeupe. And I told you it's not Jesus. Na nikawaambia kwamba si Yesu Kristo. Matthew 24 tells us it is the false prophet. Mathayo 24 nasema kwamba ni nabii wa uongo. And that's the exactly starting point of the last end. Na ni hapo ndio mwanzo ya mwisho inakuwa. When you can tell that already they are false prophets. Hapo ndio utaelewa kwamba manabii wa uongo wamekuja. And Matthew 24 says they will deceive many. Na Mathayo 24 nasema kwamba watawadanganya wengi. Many. Wengi. Amen. Amen. You can tell into the churches. Na unaweza unaangalia hata kwenye makanisa, they are full. Wamejaa wengi. It is because children of God, kwa sababu watoto wa Mungu, they tend to lack too many miracles. Wanapenda sana miujiza. They don't follow Jesus. Hawamfuate Yesu. Most of them follow miracles, and that's where wengi kati yao wanafuata miujiza, na hapo ndio wanatumbukia. Well, it is not every pastor who does miracle that comes from God. Si kila mchungaji anayefanya miujiza ndiye ametoka kwa Mungu. Now, there is a hard point here. Kuna kitu kigumu sana hapo. If you are led hand by a satanic servant, kama kuna mtu kutoka kwa shetani ambaye amekuwekea mikono, it is a door for Satan to get you. Huo ni mlango wa shetani kuingia ndani yako. Amen. Amen. So if you go into those prophets that the Bible calls false prophets, ukiona na watembelea wale ambao Biblia inasema kwamba ni manabii wa uongo, and believe them and they lay hand on you, na kuamini na wanakuwekea mikono, because if I serve Jesus, kwa sababu nikimtumikia Mungu, I can only bring you to Jesus. Ninaweza tu nikawaleta kwa Yesu. If someone else serves Satan, kama mtu mwingine anamtumikisha shetani, the truth is, even if they show themselves as angel of light, kweli ni kwamba hata wakijionyesha kama ni malaika wa nuru, at the end of the day they bring you to their master. Na mwisho watawapeleka tu kwa bwana wao. Amen. Amen. And the Lord says, don't follow them. Na Bwana anasema, Mungu amesema msiwafuate. So it looks like a white horse. Inaonekana kwamba ni farasi nyeupe, but it came into the world to destroy. Lakini inakuja duniani kuharibu. Now number 2 was the second seal was a red horse. Muhuri wa pili ilikuwa hiyo farasi nyekundu. And we spoke about it and we say this is a representation of great conflict. Na hiyo tumezungumzia kwamba hiyo ni kuchanganyikiwa kubwa. Conflict and conflict. Kuchanganyisha watu. Matthew 24, Jesus says about nation and nation, kings against kings. Mathayo 24 nasema kwamba ufalme na ufalme watapigana, na nchi taifa na kwa taifa itapigana. Well, red representing blood. Na hiyo nyekundu inaonyesha damu. That means the conflict will end up by death. Ni kwamba hiyo kuchukiana itafikisha watu katika kifo. Now you can know that we have so many conflicts already. Na unaona jinsi dunia inatembea kwa ajili ya kuchukiana. The third seal speak about the black horse. Na ya tatu inasema kuhusu farasi nyeusi. And I can remember we read there about denarius, which is a wage of a day in Israel. Nakumbuka jinsi tulizungumzia kuhusu dinari. Ni kwa salary of a day. Ni malipo ya siku kwa watu wa Israeli. But this black horse, lakini hii farasi nyeusi, represent hunger and poverty. Inaonesha njaa na umaskini. That at the end day, na kwa siku za mwisho, hunger will come in, njaa itakuja, but also poverty will come. Hata umaskini pia utakuja. You can work, utaweza ukafanya kazi, but you will not benefit of what you get. Lakini utapata faida ya kile unachokitumikia. Amen. Amen. System will be created. Kuna mambo mengine system itafanyika. You have money in your account. Uko na pesa katika account yako. At the end of the day you have nothing. Na kwa mwisho hauna tena kitu.
It has been written. Imeandikwa. And that will happen. Na itajitokeza. Now the fourth seal, Ya nne, the Bible says it's a pale horse. ni farasi kama Ya kimajifu. ya kijifu. That's come from the red horse, and it's come to spread death in a very wide range. Inakuja kutokea hiyo farasi nyekundu kwa kueneza hiyo kifo mahali pote. But this time it is taking 1/4 of the earth. Lakini hii sasa imechukua karibu kota ya dunia yote. And it will go on earth, under the sea, and in the sky. Inaingia duniani na chini ya bahari na mawinguni. I brought a computer, but it was not ready before I start. So Nimeleta kompyuta yangu lakini ilikuwa kama haiko tayari I pray kwanza. that next Sunday the Lord give me more. Jumapili nayo kuja More Mungu time to akinipatia show you. wakati nitawaonesha. There are things that you need to see. Kuna mambo ambayo sharti muone. Amen. Amen. These things that we are talking about here, Mambo ambayo tunayozungumzia they are hapa already happening. imeshaanza kutendeka. Amen. Amen. It is not a story. It's not a dream. Si story ama si ndoto. They are already happening. Imeanza kutimia. So under the sea, fish are dying in a great number. Majini hata samaki wamekufa kabisa, wameanza kufa wengi. In the sky, birds are dying in a great Hata number. mawinguni ndege pia wanadondoka tu wakifa tu hivyo hivyo. Amen. Wengi sana. Now, in the North Pole, Kwa sehemu ya juu, kaskazini, Yeah. mashariki kaskazini, there is a worry now that the world could end up by flood. watu ni kwamba wanaanza kufikiria kwamba dunia itaangamia tena kwa maji, So kwa gharika. what is happening in the North Pole there? Kwa upande wa kuko juu, Some parts are very cold, and it's a great area of ice. kuna mahali pengine ambapo ni baridi sana na huko tu kabisa ni barafu. But scientists says that with the climate change, Na science inasema kwamba kwa ajili ya mabadiliko ya ardhi, those ice are getting warm now, na siku hizi inaanza kuwa kama inakuwa na joto kidogo, and they are moving from the solid state to liquid. na inaanza toka katika hiyo kitu cha nguvu sana kwa barafu, na inaanza kuwa kama maji. So turning from ice to water. Inatoka kwenye barafu kwenye maji. And know what? If they come from that pole, then they will raise the level of the water. Na ikifika tu kwa hiyo level ni kwamba maji itaongezeka. Now imagine that you are in Glenelg, Usikia kama kwa mfano uko Glenelg, and the water rises to about 3 meters above. na maji inainuka kama mita 3 hivi juu, The sea will end up in the houses. na hapo hii maji yote itaingia kwenye manyumba huko. This is from science. Ni siasa tu hiyo, It is happening now. na inaanza kutendeka. Amen. Amen. But Christians are not ready. Lakini Wakristo ni kama hawako tayari. We look at things and we think that, okay, that's just what they Wakristo say. wanaangalia tu mambo na kuelewa, wanasema ni wakati. It is in the Bible. Iko katika maandiko, inaandikwa. Amen. Amen. We need to know the time. Sheti tujue muda. Now, seals number 5. Muhuri wa 5, It was the cries of people who were killed because of the gospel. ni kilio cha wale ambao waliuawa kwa ajili ya Injili. But the Bible says they continue to cry in heaven Biblia inasema kwamba hata mbinguni wanaendelea kulia to ask that the Lord comes and end the earth. na kumwambia Mungu, kumuuliza Mungu kwamba kuje sasa amalize dunia. But God continued to say, Lakini Mungu anaendelea kusema, wait a minute until the last one is saved. subiri hadi wa mwisho wapate wokovu. Amen. Amen. And when I read there, I say, God, thank you. Wakati nasoma hapo nasema Mungu asante. Until the last one of us is saved. Hadi mmoja wa mwisho kati yetu wapate kuokolewa. But it's all depend on you. Lakini namtegemea Mungu. Seal number 6, where we finished last Sunday. Muhuri wa 6 ndipo tulimalizia Jumapili iliyopita. It's a widespread cosmic disturbance. That one. The earth will be disturbed. Dunia itakuwa kama imechanganyikiwa. Earthquakes, Mtetemeko ya ardhi, volcano, kutakuja volcano, kutakuja tornado, falling of stars, na kutakuja kuna kama nyota zinadondoka, mountain to be split. na milima itakuwa kama inamigawanyika. That is in the Bible. Iko kwenye Biblia, It is happening now. na hata kwa leo inaendelea kutimia. Amen. Amen. So I pray that the Lord give me time to show you something next time. Naomba Mungu anisaidie nipate kuwaonesha mambo This is happening Jumapili inayokuja. now. Hii mambo iko inatendeka leo, siku hizi za leo.
Amen. Amen. But above all that we say, Lakini juu ya yote thank you Jesus. tunasema asante Yesu Kristo. Come quickly. Njoo Bwana, njoo haraka. Amen. Amen. Now today, Na leo we are not going yet into the seventh seal. hatutaingia kwa hizo muhuri ya saba, Because the seventh seal is only a preparation of the seven trumpets. muhuri wa saba ni kwa ajili ya hizo tarumbeta saba. In fact, the seventh seal, when the Lord opened the seventh seal, Wakati Mungu atafungua hiyo muhuri ya saba, he is asking the angel anawaambia malaika who has the order and the command to give the order to the seven angels who have the trumpet. anaambia malaika wale ambao wako na hiyo order, kuambia wale ambao wanakuwa na hiyo trumpet saba. So the seventh seal is only in order which is given. Ni kwamba ni order ambayo imepewa tu. But before we go to the seventh seal, Kabla tujaingia kwa hiyo ya saba, let's read chapter 7, tusome hiyo sura yake ya saba. because something good is happening here. Kuna mambo mazuri ambayo yako yanatendeka hapa. Amen. Amen. Something very good is happening. Kuna mambo mema sana ambayo yako And I yanatendeka. would like you to read it Nataka and muisome understand it, na muelewe, because that's exactly what the angel told the saint who were asking that the world should finish. hilo ndio ujumbe ambayo malaika walikuwa wakiwaambia wale watu ambao wanalia kila siku kwamba dunia iishe. The time he told them, "No, stay quiet until we got there," Wakati aliwaambia kaa kimya hadi tufike hapo, it is that God shall save everyone, and when things come, we may not perish with them. kwamba Amen. Mungu ataokoa kila mmoja ili kwamba mambo itakayotokea tusipate kuangamia pamoja nao. Now he gives to the angels the Now- time to come back into the earth Anawapatia malaika muda wa kuja duniani and put mark na kuweka chapa to people of God. na kuweka chapa kwa watu wa Mungu. Amen. Amen. The angels are bringing to put their mark. Malaika wako wanakuja kuleta chapa kwa I'm kila talking about the mark. I see people looking at me. wakati naongea kuhusu chapa, kila mtu kona niangalia. Let's go in the Bible. Soma Biblia. Chapter 7. We read in Swahili and then we continue. Sura yake ya saba tunasoma kwa Kiswahili na baadaye tunaendelea. Tunasoma Ufunuo wa Yohana sura 7 na mstari wake wa kwanza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Again, say it again. I want to hear a big amen. Tunasoma Ufunuo wa Yohana sura ya 7 na mstari wake wa kwanza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baada ya hayo nikaona malaika wane wamesimama katika pembe ine za nchi. I want you to note that 4 angels. Nataka uandike malaika wanne Wakizizuia pepo ine za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Now stop a bit. Simama kwanza kidogo. You know, we don't understand, when we walk, we don't understand the beauty of the air. Wakati tunatembea hatuelewe uzuri wa dunia. When we breathe, we don't understand. Wakati tunatembea hatuelewi. You know the angel will be given the order to stop breathing. Unajua kwamba malaika pia watapewa hiyo ruhusa ili kwamba watu wasipumue. Stop the wind. Wanasimamisha hiyo upepo. The tree will not benefit. Na miti haitapata nayo upepo. The 4 corners of the earth will not benefit. Pembe ile zote za dunia hawatapata. So I'm not sure what air people will be breathing. Sijui kabisa watu watakuwa wanapumua upepo gani. Well, don't worry, you won't be there. Usijali hautakuwa huko hapo. Amen. Amen. If you are in the Lord, Kama uko ndani ya Bwana, you won't suffer. hutateseka. Mstari wa pili nasema hivi: nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. I want you to mark that. The seal or the mark of God, the living God. Nataka uandike hiyo pia, chapa ya Mungu aliye hai. An angel who has the mark of the living God. Ule malaika atakuja na hiyo chapa ya Mungu aliye hai. Continue.
akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wane waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msiizuru nchi, do not harm the earth, wala bahari, the sea, wala mitini, the trees, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Listen that. Do not harm the earth, the sea, or the trees until we have sealed the servant of our God on their foreheads. Akisema msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia mihuri chapa watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Hallelujah. Amen. Wait. Ngoja. In the book of Exodus, kwa kitabu cha Mwanzo, Kutoka, kitabu cha Kutoka, before the angel of death came, kabla malaika wa kifo hajaja, Israel was recommended. Waisraeli walikuwa wameambiwa, everyone will kill something, kila anayeua kitu, a representation of the salvation of your God, kitu ambacho kinawakilisha wokovu wa Mungu, and bring the blood, anakuja na damu, put it on the forefront of your doors, na unaweka kwenye mlango wako wa so mbele, that when the angel of death comes, ili kwamba malaika wa mauti atakapokuja pass by, apite. Are you here? Amen. Now the Bible says, Biblia inasema, an angel came quickly, na malaika akaja haraka, before the order is given to the fourth to come and harm the earth. kabla wale wanne hawajapata ruhusa ya kuja kuharibu dunia. Another one is coming quickly. Mwingine akaja haraka And says, stop. na akasema subiri. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Say, praise God. Praise God. You have no idea what is happening here. Hujui kitu ambacho kinachotendeka hapa. The earth is about to know all the worldly problems that the Bible describes. Dunia inapenda kujua mambo ambayo ya dunia kidunia hii ambayo The saints of inasema. God, the people of God are still there. Watoto na watu wa Mungu, watakatifu wa Mungu wakingali hapa. The church is not up yet. Kanisa haijaondoka kwanza. Hallelujah. Amen. And another angel came. Na malaika mwingine akaja. Asked the four, please wait. Akamwambia subiri kwanza, until we go down hadi tuje tushuke huko and chini. put a representation Na tunaweka mark, tunaweka for kichapo all the people of God. kwa sura ya kila watoto. So when you come, Wakati unakuja, when you come to harm, wakati unakuja when you come to destroy, tunakuja you know kuteketeza, that John is still there. kwamba John yuko You hapo, pass by. upite. The same happened in Exodus. Hii ambayo imetendeka katika kitabu cha When the angel Kutoka. of death came, Wakati malaika wa kifo alikuja, after finding the door is marked wakati with the anakuta hapo blood, kuna damu, the angels pass na by. malaika anapita. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Mstari wa 4 nasema, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli. Note that. Andika hiyo. Don't be deceived by certain religions here. Usidanganywe na makanisa mengine za hapa. Amen. Amen. I'm coming with the number 144,000. Nataka kwa kuzungumza kuhusu ile namba ya 144,000. Read again. Soma tena. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli. And I heard the number of those who were sealed from the tribe or from Israel. Kutoka Israeli. The Bible is clear here. Biblia iko wazi hapa. John chapter 1 verse 11 to Yohana 13 1:11 hadi 17. says Jesus came for his people Israel. Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kwa walio wake Israeli, They did not receive him, hawakumpokea, so he turned to us. akatugeukia sie. Amen. Amen. The book of Romans says, Kitabu cha Warumi kinasema because of Israel kwa sababu ya Israeli we were saved, tuliokolewa, but because of us kwa ajili they yetu will be saved as well. nao pia wataokolewa.
I can tell you the truth. Nataka nikwambie ukweli. God did not forget Israel. Mungu hakusahau Israeli. Even if they didn't understand that Jesus came, Hata kama wajaelewa kwamba Yesu alikuja, they will be saved because they are chosen. lakini wataokolewa kwa sababu wamechaguliwa. There are two Israel. Kuna Israeli mbili. There is physical Israel. Kuna hiyo Israeli ya mwili, hiyo kimwili. That nation that which came from Jacob. Ndio hayo mataifa ambayo imetoka kwa uzao wa Yakobo. And they are spiritual Israel. Na kuna hiyo Israeli ya kiroho. And verse 12 of John chapter 1, Yohana 1:12 inasema, made us to become spiritual Israel. na akatufanya kuwa Israeli. But the Lord will not forget about Israel. Lakini as a Mungu nation. hatasahau Israeli kama taifa. And John heard Na Yohana alisikia, the number of people who were sealed from Israel. alisikia namba ya watu ambao walipewa chapa kutoka Israeli. Go down. Watu 144,000. 144,000. 144,000. Wa kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri. Wa kabila ya Reubeni 12,000. Wa kabila ya Gadi 12,000. Wa kabila ya Asheri 12,000. Wa kabila ya Naftali 12,000. Wa kabila ya Manase 12,000. Wa kabila ya Simeoni 12,000. Wa kabila ya Lawi 12,000. Wa kabila ya Izakaria 12,000. Wa kabila ya Zabuloni 12,000. Wa kabila ya Yusufu 12,000. Wa kabila ya Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Stop there. Simama, ngoja kwanza. If you think you are among the 144,000, Ukifikiria kwamba uko kati ya wale wa 144,000 from Israel, kutoka Israeli, go back and trace your parents and find if it's one of these 12 tribes. uende huko nyumbani alafu utafute wazazi wako kama wametoka katika familia hii. My parents come from Burinyi. Wazazi wake wametoka Burinyi, wazazi wangu wametoka. Amen. I have no idea how they reached there. Sijui hata walifikaje huko. If they come from, if they ask me, maybe I could choose the tribe of Joseph. Kama ingelikuwa unichagua ningelichagua kabila ya Yusuf. Well, I can tell you we are not coming from there. Lakini hata nikwambie sisi hatutoki katika makabila haya. Amen. Amen. So don't be deceived if those people who tell you if you are not among the 144 you will not be saved. Usidanganywe na wale ambao wako wanawaambia huko nje kama huko kati ya wale kwa hili kabila ziko hapa hautaingia mbinguni. Those are the numbers that God needs to take because he remembered Israel. Hiyo ni namba tu ambayo Mungu anataka kuchukua kwa sababu anakumbuka taifa lake. When the Lord make a covenant, Kwa wakati Mungu anaweka agano, it doesn't matter how long it takes, the covenant is there. haijalishi imechukua muda gani, agano ni agano He hilo. made a covenant in Genesis chapter 12 Amefanya agano katika kitabu cha Mwanzo 12 with Abraham. na Abrahamu. That covenant remains. Na hiyo agano ikabaki. Even at the end of time, Hata mwisho wa that wakati covenant remains. sheti hiyo agano itasimama. So, my call to you Wajibu wangu kuambia kwamba is to continue to pray for Israel. muendelee kuombea Israeli. Amen. Amen. We want people there to be saved. Tunahitaji watu huko pia wapate Well, kuokolewa. it's not that we want it. God wants it. Haiko si ndio tunataka, lakini Mungu anataka taifa lake liokolewe. Amen. Amen. Now, after that, continue, brother. Baada ya hapo Mstari wa 9 ama wa 9. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu. Now you need to understand. sheti uelewe hii. After he has seen the 144,000 from Israel, Wakati ameona hiyo namba kutoka Israeli, in accordance to John chapter 1, na kufuatana na Yohana 1, the Lord turned to nations. na Mungu akageukia mataifa. And all who received him Na wote waliompokea will be called children of God. aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. This is what John saw. Na hapa hiyo ndio Yohana It is aliona. out of Israel. Ni nje ya taifa la It Israeli. is where me and you will be Ni wewe na mimi, hapo ndipo tutakuwa if we remain stronger in the kama tunabaki tukisimama ndani ya Bwana. Amen. Amen. Come down. Read. Watu wa kila taifa All nations na kabila
all tribes, na jamaa all families, na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi all languages. na mbele ya mwana kondoo. Stop. In Congo, Huko Kongo we have 430 plus. tuna makabila 430 na zaidi. Amen. Amen. So if you are one of them and you believe in the Lord, Kama wewe ni mmoja wao na unaamini ndani ya Yesu, you will be there. utakuwa hapo. If you are born somewhere else in Africa, Kama or, umezaliwa mahali pengine Afrika, and my child Eliza who were born here, na Eliza mwanangu ambaye amezaliwa hapa, we will all be there. sote tutakuwa hapo. People from all nations, Mataifa yote, all tribes, kabila zote, all families, familia zote all languages. na lugha zote. And when they stood there, what were they doing? Wakati walisimama walikuwa wanafanya nini? Wamevikwa mavazi meupe. I Hallelujah. want you to know that white robe Andika hapo, walivikwa mavazi meupe. that represent sanctification and holiness. Hiyo inaonesha utakaso na utakatifu. You being in the tribe of Judah, Wewe kwa katika kabila ya Yuda, being in the tribe of Manasseh or Joseph, kwa katika kabila ya it doesn't give you the free go to go in heaven. haikusaidii kukupatia free kuingia mbinguni. Amen. Amen. There is that white robe Kuna that needs to hiyo be there. vazi nyeupe, Sanctification and holiness. utakaso na We can be here utakatifu. 200 in PFPC. Tunaweza kuwa watu 200 hapa kwenye PFP. If we are not going according to God's will, Kama hatutembee katika mapenzi if we are ya not Mungu, holy, kama hatuko watakatifu, I can tell you, nitakwambia I hivi, won't lie to you. kudanganya. Being here, it's not the key. Hii kuwa hapa haiko ndio ufunguo. Don't lie to yourself. Usijidanganye. Sanctification, Utakaso, holiness. utakatifu. When the Lord look at you Wakati Mungu anakuangalia from heaven, kutoka mbinguni, He is proud of you. anajisikia iko fiere na wewe. Amen. Amen. That's the key for you to get it. Na hiyo ndio funguo yako ya kuingia huko. I've seen this, I've said this, and I'll repeat again. Ninawaambia tena, nikiwaambia na tena ninawaambia. PFPC is not the only church that goes according to God's will. PFPC haiko tu ndio kanisa ambayo inatembea katika mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. But you being here, Wewe kuwa hapa, the Lord when He calls you, wakati Mungu amekuita, He calls you somewhere. anakuita kwa mahali fulani. Amen. Amen. It is where you are now. Ndio mahali ambapo uko sasa. Well, when He calls you again, Wakati amekuita tena, you need to understand your call sheti uelewe and umeitwa kwa nini, respond to that na call ukubali hiyo sauti, in holiness. na ni katika utakatifu. Amen. Amen. If you do that, Ukifanya hivyo, if the Lord comes now, kama Bwana akirudi saa hizi, we all go. sote tunaenda. If you don't do that, Kama hujafanya you hivyo, can be here for 20 years, utabakia hapa miaka 20 you stay. na utabaki. Amen. Amen. Finish that, brother. Malizia kaka. Wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu Salvation belongs to our God, aketie katika kiti cha who enzi sits on the throne, na mwana kondoo. and to the Lamb. Na malaika wote waliokuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee, na za wale wenye uhai wane, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, All the angels stood around the throne, and the elders and the four living creatures, and fell on their face before the throne, and worshipped God, saying, Amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani Amen, Na blessing, glory, and wisdom, na heshima na uweza wa nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, Je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Then one of the elders answered and said to me, Who are these
disarrayed in the white robes. Nao wametoka wapi? And where did they come from? Nikamwambia, And I said to them, Bwana wangu, I said to him, sir, wajua wewe. you know. Akaniambia, And he said to me, hao ndio wanatoka katika ziki ile Hallelujah. iliyo kuu. these are the ones who come out of the great tribulation. Nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. And washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Therefore they are before the throne of God, Nao wanamtumikia mchana na usiku and serve him day and night katika hekalu in lake. the temple. Na yeye aketie katika kiti cha enzi And he who sits on the throne will dwell among them. hawataona njaa tena, They shall neither hunger wala hawataona kiu tena, nor thirst anymore. wala jua halitawapiga, The sun shall not strike them, wala hari iliyo yote. nor any heat. Kwa maana huyo mwana For the kondoo Lamb who is in the midst of the aliye throne katikati ya kiti cha enzi will shepherd them atawachunga, and lead them naye atawaongoza to the kwenye living fountains maji yenye of water. uhai. And God Na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you. And God will wipe away every tear Na Mungu atapanguza machozi yao from their eyes. Mungu atapanguza machozi yao kwenye macho yao. Well, there are two kind of people who cries. Amen. Kuna tofauti ya watu wawili ambao wanalia. Some cry for joy, Kuna wamoja wanalia kwa ajili ya furaha but some cry for pain. na wengine wanalia kwa ajili ya maumivu. Amen. Amen. I brought you to you one day Nimewaletea siku moja when the Lord brought me in a vision wakati Mungu amenipeleka katika ufunuo, maono, katika and maono, asked me a question. na akaniuliza hivi, How can I make a difference between a tear of a fish in the water? ninaweza kutambuaje machozi ya samaki katika maji? And you may know I didn't have any answer. Na sikuwa na jibu. The fish is in the water. Samaki iko baharini, iko majini. When you look at the fish, it is in the water. Ukiangalia samaki iko kwenye maji. And the Lord told me, Na Bwana akaniambia, are you sure it is at all time that all the fish are happy? je, unafikiria kwamba saa zote ndio samaki zinakuwa na furaha? And I said, Na nikasema, the answer should be no. No. nafikiria hapana. If they are creatures, Ikiwa kuna viumbe, then they have some time of joy, they have some times of pain. ni kwamba kuna wakati wa kufurahi na wakati wa huzuni. And I knew that fish are creatures. Na ninajua kwamba samaki pia ni kati ya viumbe. So I answered no to that. Na nikajibu hapana. And the Lord said, Na Bwana akasema, you are right. ni ukweli unasema. Because when they have pain, Kwa sababu wakati wana shida, wakati wana huzuni, assume that someone wanted to fish. wakati mtu anatafuta kumvua And the node didn't get it better. na ndoano hiyo haikuingia vizuri, So it pick and leave it. ninaingiza tu na tena ninaiachilia inatoka, The fish is in pain. na hiyo samaki inabaki na maumivu. For sometimes the fish will be crying. Itachukua muda fulani iko inalia kwa ajili ya maumivu. The Lord told me, Na Bwana akaniambia, you are not good enough to know
when a fish is crying. Wewe haujaenea bado kujua wakati gani samaki inalia. Because it is in the water. Kwa sababu iko kwenye maji. But I, the Lord, says lakini the Lord, mimi Bwana I know to make the difference between water and the tears ninajua of the tofauti fish. katikati ya maji na machozi ya samaki. Amen. The Lord said, Bwana akasema, I, your God, mimi Mungu wako, I know to differentiate ninajua kufanya tofauti the tears of a fish machozi ya samaki and water. pamoja na maji. We can all be here. Sote tunaweza kuwa tuko hapa. When we praise, we praise. Wakati tunasifu, tunamsifu Mungu. When we dance, we dance. Wakati tunacheza ni kucheza. But Lord knows. Lakini Bwana anajua. God knows who entered here with pain. Wakati nani yeye ameingia kwenye mlango na huzuni. The Lord knows who entered here with difficulty. Nani ameingia kwenye mlango huu Even if we can praise and worship, hata kama tunaweza tukasifu na kuabudu, God knows every heart. Mungu anajua roho ya kila mmoja. And he is there na yuko hapo to wipe your tears. ili kwamba kupanguze machozi. People can come and try to wipe your tears. Watu wanaweza jaribu kuja na kupanguza machozi. And again, they can do it differently. Na wanaweza ifanya tofauti. Some of them can do it with the great heart. Wengine wanaweza kuja wakaifanya na roho mkunjufu. But others can come and wipe your tears and go outside. Na wengine wanaweza kuja wanakupanguza machozi na wanaenda huko and tell others that they have seen you cry. Na wanaanza kueleza wengine wamekuona ukidondosha machozi. Amen. Amen. Those are people. Hao ndio watu. Now church, kanisa, white robe is the key. Vazi nyeupe ndio funguo. But it doesn't come with flowers every single day. Lakini haiji kwa maua kila siku. Are you here, Christian? If you are here, say amen. Uko hapa, sema amina ikiwa uko hapa. Tell to your brother or your sister or closer to you. Ambia jirani yako mko pale pembeni yako hivi. It doesn't come with flowers every day. Haikujaki kila siku tu na maua. Amen. Amen. When the Lord says He will wipe our tears. Wakati Bwana anasema kwamba atatupanguza machozi. There are many Christians who want to go to heaven but they don't want to cry. No, Wakristo wengi wanapenda kwenda mbinguni lakini hawataki kulia. Amen. Amen. Well, if you didn't cry, no tear will be wiped. Kama ukulia ni kwamba hakutakuwa machozi ambayo itapanguzwa. Hallelujah. Amen. The tears will be wiped if you cried. Machozi itapanguzwa wakati umelia. If you did not cry, kama hukulia, there's no tear that will be wiped. Hakuna machozi ambayo itapanguzwa. So even though you are passing through pain, hata kama unapita katika and I can confirm to you what the Lord told me that day. Na Bwana akaniambia hiyo siku. God knows every circumstance. Mungu anajua kila kitu chochote kile. It will come a time. Kutafika siku He will wipe away your tears. Atakupanguza machozi. Let me talk about three sorts of mark that the Bible gives us. Acha nizungumzie chapa tatu ambazo Biblia inatuambia. Tatu. Hallelujah. Amen. The Bible talks about three different marks. Biblia inazungumzia kuhusu chapa tatu tofauti. The first one is in the book of Ephesians chapter 1:13. Ya kwanza ni Waefeso sura 1 na mstari wa 13. Hiyo ndiyo chapa ya kwanza. Because the angel will come, kwa sababu malaika ambaye alikuja and put mark on people of God. Anaweka chapa kwenye sura za watu wa Mungu. Amen. Amen. And I'll explain to you in a minute. Nitawaelezea baadaye. Waefeso sura 1 na mstari wa 13 inasema hivi. Nanyi pia katika huyo mumekwisha kulisikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Amen. 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 The first one is the seal of the Holy Spirit. Ya kwanza, chapa ya kwanza ni ile Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Are you here? Je, mko hapa? A bit disturbed? Je, mmechanganyikiwa kidogo? The first seal, chapa ya kwanza, it is the seal of the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. And that works
Na hiyo na kazi zake it started from the beginning of the earth. ilianza tangu dunia imeanza. Amen. Amen. Elijah, Elia, all the anointed prophet na wale manabii wote waliobarikiwa have that seal. wote walikuwa na hiyo chapa. Isaiah 42 verse 1. Isaya 24 na mstari wake wa kwanza. Sorry, I should talk about it before. So it's not only in the New Testament, Haiko tu kwa Agano Jipya, it's also in the Old Testament. na hata Agano la Kale pia. All those anointed of God, Wale wote wapakaliwa mafuta wa Bwana, the Lord anointed them with a seal of the Spirit. Mungu kwanza amewapaka mafuta ya Roho. That's why they can see things differently. Ndio maana wanaona mambo tofauti na mengine. What you see, Wote ambao naona they see them in a different way. nao wanaiona tofauti. Because they are moved with another level of looking. Kwa sababu walikuwa wametembea na hatua nyingine ya juu ya Roho. And the book of 2 Kings Na Wafalme wa Pili explain this clearly. nayo inaionyesha vizuri sana. Elisha with his servant, na watumishi wake, one was higher spiritually, one was a bit low. mmoja alikuwa juu sana kiroho na mwingine alikuwa And chini. as an anointed of the Spirit, Na upakaliwa kwa Roho, Elisha could see things which was unseen. na Elia alikuwa akiona mambo ambayo hayaonekani. When the king sent the soldiers to come and take them, Wakati mfalme alituma askari kuja kuwachukua, the servant of Elisha was worried. na watumishi wa Elisha wakaanza kuwa na mashaka. But Elisha told the servant, Lakini Elisha akawaambia watumishi, don't be afraid. Those who are on our side wale walio upande wetu are so many ni wengi than them. kuliko walio So nao. in the spiritual world, Na katika ulimwengu wa roho, Elisha saw, Elisha amewaona, but he could see that his servant was not. lakini alikuwa akiona kama watumishi wake hawaelewi So mambo. that time he asked the Lord to touch his Na eyes. hiyo mambo wakati Mungu akamwambia Mungu And the Bible says, afungue macho. when the eyes was open, Wakati macho yao ilifunguka, the servant saw. na mtumishi akaona. Amen. Watumishi wakaona. So people who are anointed by the Spirit, Wakati mtu ambaye anabarikiwa amepakwa mafuta they na Roho, see things different. wanaona mambo tofauti na wengine. Amen. Amen. That's the first mark. Hiyo ndiyo chapa ya Read kwanza. Isaiah 42:1. Isaya 42 mstari wa kwanza. Isaya 42 mstari wa kwanza inasema hivi: kwa jina la Yesu Kristo, Amen. tazama mtumishi wangu ni mtegemezaye, mteule wangu ambaye nafasi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Amen. 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 So every single anointed by God Kila upako ambayo imetiwa mafuta na Mungu is come with the seal of the Holy Spirit. inakuja na chapa ya Roho Mtakatifu. David, Daudi, Solomon, and Sulemani all the judges we na know, wale katika kitabu cha Wafalme wote tunajua they had to come with the seal of the Spirit. walikuja na hiyo chapa ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Now mark number 2. Na hiyo chapa ya pili, It's what the angels are talking about in na Revelation. na hiyo ndio malaika anazungumzia kuhusu kwa kitabu hicho cha Ufunuo. This mark will come Hiyo chapa itakuja, and be sealed just before the end. itakuja inapigwa kabla mwisho haujaja. Hallelujah. Amen. So if that end arrived today Wakati hiyo mwisho ikija leo and we are still here, na utungali hapa, those who have the mark of the Spirit wale ambao wako na hiyo chapa ya will Roho receive another mark. watapata nyingine chapa, The mark of God, the living God. watapata hiyo chapa ya Mungu aliye hai. Amen. Amen. So that when the angels of destruction come, Ili kwamba malaika waharibifu watakapokuja, he found the mark of the living God on you. ili kwamba kutana hiyo chapa ya And Mungu pass aliye by. hai na anapita. Amen. Amen. So don't be confused. Usichanganyikiwe. It's all have the key of white robe, which is salvation Kwanza ni kupata hiyo kanzu nyeupe na ndio wokovu and holiness. na utakaso. When you get that, you have the mark of the Spirit. Ukitapata hiyo chapa ya Roho Mtakatifu, And after Jesus, we are gracious enough, na Mungu aliye mwenye neema, because when we receive the Lord Jesus, wakati tumepokea Bwana Yesu,
Jesus and the Spirit comes. na Yesu akiingia na Roho Mtakatifu anakuja. So we are sealed with the mark of the Spirit. Tunapigwa chapa ya Roho Mtakatifu tayari. Not all of us, amen? Si sote. I cannot lie to you, not all of us. Siwezi kuwadanganya sio nie wote. Some. Wamoja. Amen? Amen. Now when the order will be given to that angel, wakati hiyo order itapewa kwa huyo malaika, the angels ask the 4 angels to stop first. Na huyo malaika atawaambia wale wengine malaika wane waache kwanza, wasubiri kwanza. It will be the time for the end to come. Na itakuwa ndio wakati ya mwisho inakuja. It is those people who will be still alive. Na wale ambao watakuwa bado wako hai before rapture comes, kabla kunyakuliwa, they will have that seal of God. Watakuwa wako na hizo chapa za Mungu aliye. Amen. Amen. The angels will come na malaika watakuja and seal them all. Na wote wanakuja wanaweka chapa in your forehead. Na Biblia inasema hapa kwenye paja la uso wako. So that no angel who comes later ili kwamba malaika ambaye atakuja baadaye will not see that I didn't see him. Hata asiseme kwamba sijamuona huyo. That goes well in what the Bible says. Hiyo nasema kwa katika Biblia inayosema God is a righteous God. Mungu ni mwenye haki. He will not punish hata mpatia mtu a right man, hata mpanishi mtu ambaye ni haki of an unrighteous, na mtu ambaye asiye na haki. Amen. Amen. So don't be worried. Usijali wala usiogope, even if the end comes now, hata kama mwisho inakuja leo, because God knows his people. Kwa sababu Mungu anajua watu wake. Amen. Amen. So don't be worried. Usijali, usiogope. If you are going to tears, kama unapita uko katika machozi, I'm here to encourage you. Niko hapa ili kwamba nikutie moyo. In all circumstances, na katika hali yote unayopitia, don't go far away from God. Usiende mbali na Mungu. Don't go far away from Usiende mbali na Mungu, because if you do, kwa sababu ukienda mbali na Mungu, then you cry here, kwamba utalia hapa, and you cry in heaven. Na utalia na mbinguni. Amen. Amen. Then go to chapter 8. Tuingie katika sura yake ya 8. Sura 8 na mstari wa kwanza inasema hivi: hata alipoifungua muhuri ya 7. Now remember that all these were just preparation of the 7th seal. Kumbuka hii ilikuwa tu kwa matayarisho kwa ajili ya hizo chapa. The angel had to come, na malaika alipaswa kuja to put the mark on the people of God so that when the other things come, ili kwamba aweke chapa kwa sura ya kila mmoja, ili kwamba wakati mambo itakayokuja we are safe. Tukutaniwe tuko kabisa mahali pazuri. Amen. Amen. Now chapter 8. Na hiyo ya 8 sasa, sura yake ya 8. Hata open all things. Inafungua kila kitu wazi. Yes, God. Hata alipoifungua muhuri ya 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Second silence. Kukawa kimya ya pili. Amen. Amen. What was the first one? Ya kwanza ilikuwa nini? Acha tuingie kwanza mu masomo. Tukoe kwa masomo. Amen. Tuone wanafunzi wenyewe wana block up. I want to see the student who always cram. Juma 3 iliyopita sasa tulisoma chapter 4. 3 weeks ago when we talked about the chapter 4, tukasema silent imeingia mbinguni. We talked about the silent in heaven. Kwa nini? Why? Kama tu unajua sema. If you notice. We decided who would come to save the world. Walikuwa wanauliza nani atakuja kuokoa dunia. Na kila mtu akabakia, and everyone was silent. Amen. 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 Are you here? Amen. You can clap the hand for yourself. Amen. Amen. Even if you did not answer. Hata kama ukujibu jipigie makofi tu. Hata kama ukujibu. I know I had some hands up, so I couldn't ask everyone, right? Sikutaka niulize kila mmoja. But the first silence, ukimya wa kwanza, it was that day that the Lord decided someone come from heaven to go to earth. Ilikuwa hiyo siku ambayo Mungu alifanya uamuzi kwamba mtu mmoja atoke mbingu kuja hapa duniani. And the way he described it, na jinsi ameieleza, he showed them all the picture, na inaonyesha hiyo picha yote of the suffering, ya mateso. So everyone stayed, na kila moja quiet, akabaki kimya. Amen. Amen. Until the Lamb of God,
hadi mwana kondoo wa Mungu coming from the throne akatoka katika kiti cha enzi and said, I will go. na akasema mimi nitakwenda. I remember that day we worship the Lord. Na kumbuka Amen. hiyo siku tuliabudu Mungu sana. Now this is the second. Na hiyo ingine ukimya wa pili huo umekuja. And this one, Na hii the Bible describes even the time. Biblia inaonyesha hata na wakati, muda, 30 minutes if we take the time on earth. dakika 30. Well, I'm not sure really how long it starts in heaven. Sijui kabisa hiyo dakika 30 mbinguni inachukua muda gani, Because the Bible says that one day is like 1,000 days in heaven. kwa sababu Biblia inasema kwamba siku moja mbinguni ni kama miaka 1000 ya hapa So duniani. let's assume that we are here 30 minutes, we are quiet. Ni kama hapa tuko tu dakika 30 tuko kimya. No child is moving, Hakuna mtoto anatikisika, no cry, hakuna kulia, quiet kimya for half an hour. kwa dakika 30. And this is heaven. Na hapo ndipo mbinguni. Hallelujah. Amen. And I wish the people of God understand this part. Ingelikuwa heri watoto wa Mungu waelewe kitu hiki, If you understand this, kwa sababu ukielewa jambo hili, more likely, bahati kubwa you will go and walk in holiness. utaenda huko nje na kutembea katika utakaso. If you understand, why did these people stay quiet? Ukielewa kwa nini hao walikaa kimya, Why did the angels stay quiet? kwa sababu gani malaika walikaa kimya, Why the 24 elders looked at the Lord and, kwa sababu gani wazee 28 walikaa kimya wakimwangalia tu Bwana? well, I can tell you, Naweza nikakwambia, this is not a real quiet. na hii haikuwa kabisa kimya tu kabisa, kimya. It is because Ni kwa sababu the one they know as God of mercy, the one they know as God of mercy, ni huyo Mungu ambaye ni Mungu wa rehema is now coming as a judge. anakuja kama muamuzi, mhukumu, And he's shifting all those things, na anabadilisha hayo mambo yote. moving from the merciful God Anatoka katika Mungu ambaye ni mwenye and rehema, moving to a God who is a judge. na anaingia katika kiti hicho cha But upande. the Bible says he starts with wrath, anger. Na Biblia inasema kwamba atakuja na makali. So the angels are experiencing this. Na malaika wote The wanajiuliza, 24 hawaelewi. elders are seeing a God that they know. Wale wazee 28 ule Mungu ambaye The wanajua, God that they know that is a merciful and lovely and every yule Mungu ambaye description. wanajua kama ni Mungu mwenye rehema, mwenye upendo, Now wote wanajua. they stand with anger Sasa anasimama na hasira, and wrath na anasimama na hasira kubwa to condemn. ili kwamba ahukumu. Everyone was Kila mmoja kakaa. Wow. 30 minutes, Dakika 30. half an hour. Dakika 30. Everyone is quiet Kila mtu anakaa kimya, because the time of revenge kwa sababu wakati wa kulipiza kisasi is coming. imekuja. We read in the book of Revelation chapter 12. Tutasoma katika kitabu hiyo, tutaisoma katika Ufunuo 12. Time for revenge Siku ya kulipiza kisasi is described now. imeandikiwa hapo. So everyone stayed quiet Na wote walikaa kimya until the Lord decided that this is the time. hadi Mungu aliamua huu ndio muda sasa. The seventh trumpet, Hiyo baragumu 7 their time of problem. ni muda wa magumu, wa shida. Amen. Amen. And I pray that you may not be there that day. Na kuombea ili kwamba hiyo siku usiwe hapo. I pray. Naomba. The angel is given the order. Na malaika amepewa hiyo order. Remember in the book of Revelation chapter 5, the one who is opening the books is Jesus himself. Na yule aliyekuwa akifungua kama hivyo kitabu cha Ufunuo kimesema ni Yesu mwenyewe. Now he's opening the book on the seventh seal. Sasa anafungua kitabu hicho kwa hizo chapa 7 And he's giving the order na anapana sasa hiyo order to the seventh trumpet. kwa hiyo tarumbeta 7. Go down.
Soma. Nami nikawaona wale malaika 7 wamesimama mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitwaa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Kukawa radi na sauti ya umeme na tetemeko la nchi. Na wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajifanya tayari ili wazipige. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa mvua na mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theluji ya nchi ikateketea, na theluji ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto kikatupwa katika bahari. Theluji ya bahari ikawa damu. Wakafa theluji ya viumbe vilivyomo baharini vyenye uhai. Theluji ya merikebu zikaharibiwa. Malaika wa tatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa ikiwa kama taa, ikaanguka juu ya theluji ya mito na juu ya chemchemu za maji. Na jina lake ile nyota yaitwa Pakanga. Theluji ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. 12. Malaika wa 4 akapiga baragumu, theluji ya jua ikapigwa, na theluji ya mwezi na theluji ya nyota, ili kwamba ile theluji itiwe giza, mchana usiangaze theluji yake, wala vivyo hivyo, wala usiku vivyo hivyo. Kisha nikaona nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kuu, ole, ole. Ndege ile inaanza lalamika. Ole wao wakaao juu ya nchi. Kwa sababu ya sauti zisiliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga. Amen. Amen. Ndege natuonea huruma. Now let's come back to quickly because the time is running. Acha turudilie tena kwa sababu muda wetu umekimbia. Now chapter 8 na hii sura ya 8 give us the time of the anger of God. inatupatia muda wa hasira ya Mungu. Releasing all those pain and difficulties. It is the Hasira ya Mungu, preparation, mimina kila kitu ambacho kilikuwa kimemletea hasira, the preparation to finish with the world. na kuandaa jinsi ya kumaliza dunia. Amen. Amen. So a great divine strategy. Na kitu kia kiroho ambacho kiko hapo. He created earth, Aliumba dunia, but he created things on earth. na akaumba dunia na mambo na vitu vyake. Amen. Amen. So the way he start to finish the earth, Na jinsi ataanza kumaliza dunia, he come from the reverse side. anarudia kinyuma nyuma. Amen. Amen. All those things he started by creating. Vile venye alianza kuumba kwanza, He started by destroying them. anaanza kwanza kuviharibu vile vile alivyovianzia. Amen. Amen. You can tell. Unaweza ukasema Trumpet number 1
Hiyo parapanda ya kwanza is destroying all vegetations. inaharibu kila kitu cha majani, Trees. miti. Let me give you a description. When God created here, Wakati Mungu ameumba dunia, He created above and down. akaumba juu na chini. Above He called it sky. Na juu akasema ni mawingu, Above, juu yeah, He called it sky. akasema ni And earth was called land. na huku chini akasema ni nchi kavu. Then He divided land, Na akagawanya nchi, seas and Maji. and waters maji akaweka sehemu nyingine and dry land. na nchi kavu. Amen. Amen. Then in the land, Katika nchi kavu He divided again tena akaigawanya, forests akaweka tena misitu and where people live. na mahali ambapo watu wanaishi. Amen. Amen. That's a geographic creation. Hiyo ni uumbaji wa jiografia. Then He started put creatures. Na baadaye akaanza kuweka sasa viumbe. On the sky, He created birds. Mawinguni akatupa huko ndege. Amen. Amen. In the seas, He created fish. Baharini akaweka samaki. On the land, He created animals Na wanyama wakawekwa kwa nchi kavu. and us. Na sisi. Amen. Amen. The first angel Malaika wa kwanza blowing the trumpet anapiga tarumbeta ya kwanza. is blowing the trumpet to destroy vegetation. Na hiyo tarumbeta ya kwanza anaituma ili kwamba iharibu kila kitu ambacho and kiko trees green, and kila grass. kitu cha kijani, majani, miti, kila kitu cha rangi ya kijani, All yote tarumbeta ya kwanza inaharibu. And remember, Kumbuka, they come with fire. inakuja na moto. They come with fire. Inakuja na moto. The second trumpet Na tarumbeta hiyo ya pili is destroying the sea. inaharibu bahari, maji. Hallelujah. Amen. I want you to understand the mood of creation Nataka uelewe and jinsi the ya way, uumbaji the way ilikuwa. He is ending it. Na jinsi aliviumba na jinsi anaianza kuimalizia. So He destroyed the seas Akaharibu pia bahari and everything which lives in it. na kila chochote kile kinachoishi katika bahari. But the Bible gives us a difference between the seas and the water or rivers. Biblia inatupatia tofauti katikati ya bahari na mito. So those waters are coming from the seas, but they are passing in dry lands. Na hiyo maji ni kama zinapita kwenye nchi kavu. So the Lord is not omitting, He's not forgetting that there are waters that are not big sea, but they pass through dry land. Na Mungu hajasahau kwamba kuna maji mengine ambayo ni sea, lakini Those hiyo waters inapita kwenye and rivers as well, na hizo Will be mitiririko pamoja they will be destroyed. na mitoni. Amen. Na Mungu akaziharibu. The third angel Malaika watatu is tracking the air. huyo anaingia katika anga. Amen. Amen. So God is finishing with all what He has done. Mungu anataka amalize kwanza na ile ambaye alianza nayo. People, Watu some of them will be destroyed as the destruction goes, wamoja watakuwa wanaharibiwa pamoja na ile uharibifu wakati inaendelea mbele, but many of them, lakini wengi kati yao they are waiting. wanabakia tu wakisubiri. Amen. Amen. The Bible is saying about one third. Biblia inaongea kwamba nusu ya So tatu, 2/3 is still there, ingali hapo. but it is the destruction that started. Na huo ni uharibifu ambao umeanza. I don't want to go to the fifth trumpet, Sitaki kuingia kwa hiyo tarumbeta ya tano, but it's a very disturbing one. ni moja hivi ambayo inatisha. It's not a good one. Si nzuri kabisa. Amen. Amen. The third trumpet struck the water, Ya tatu inaingia kwenye maji. and these are small waters, not the seas or ocean. Hapana, hizo The second trumpet, the angels struck the big seas. Na hiyo ya tatu ingine The itakuja third, he is tracking the waters and rivers. ile ya tatu ndio inakuja kwenye mitoni na mito. The fourth is tracking heaven and all those birds. Na ile ya nne inaingia kwenye anga,
ndege na vyote vinayoruka juu. And this is one bird who feels sorry. Na ndege hapa ndio naonea huruma. One is feeling sorry for people. Kuna ndege moja ambayo inasikilia watu huruma. Amen. Amen. It's feeling sorry for the other 3 that are coming. Inasikilia huruma, hiyo ndege inasikia huruma kwa yale 3 ambayo ingine inakuja. You read chapter 9 verse 1 to 5 and then we finish there. Soma hiyo sura yake ya 9 mstari wa kwanza hadi 5. So I'm sure you are with me. The 7th trumpet, hizo tarumbeta 7 is the order of finishing. Ni order ya kumaliza dunia. Amen. Amen. Before they come, kabla hajaja, remember that we are all sealed by the seal of God. Kumbuka kwamba sote tumepigwa chapa na chapa ya Mungu. Everything that is happening, yote ambayo inaendelea kutendeka katika dunia, will not harm us. Si haitatudhuru sisi. Amen. Amen. Because the angels of protection will be upon us. Kwa sababu malaika mlinzi. That's in case that happen now. Kama kitu chochote kile kinachojitokeza leo. Amen. Amen. But even if it doesn't happen, lakini hata kama haijitokeze, you better make sure you die in the Lord. Lakini sherti ufe ndani ya Bwana. Brother, read there.